Tukuzwe damu ya Kristo! Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, katika ujumbe wa tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 22 mwezi wa pili. Roho pia ina vipindi vyake, na kutoka kipindi kimoja hadi kingine kuna mtikisiko. Mtakatifu Gaspari del Bufalo alisisitiza kwamba Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa vipindi mbalimbali, na kila hatua huleta mabadiliko makubwa katika maisha ya waamini. Hii inahusiana moja kwa moja katika maandiko matakatifu, ambapo mara nyingi tunaona Roho akishuka kwa nguvu na kusababisha mtikisiko wa kiroho na kijamii. Katika maandiko matakatifu tunaona namna Roho Mtakatifu anavyofanya kazi kwa vipindi na hatua. Mfano, kipindi cha Pentekoste, Roho alishuka kwa nguvu na kulikuwa na mtikisiko wa sauti na moto. Hii ilitokea mwanzo mwa kipindi cha kanisa. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 4. Yesu alisema Roho atawaongoza hatua kwa hatua katika kweli yote. Mwinjili Yohane sura ya 16 aya ya 13. Mungu alisema katikisa dunia na mbingu. Hii inaonyesha ishara ya mabadiliko makubwa ya kiroho. Waebrania sura ya 12 aya 26 hadi ya 27. Tunaposema neno vipindi, hii ina maana ya hatua au nyakati tofauti ambazo Roho hutenda kazi. Mfano, kipindi cha toba, kipindi cha imani na kipindi cha huduma. Mtikisiko. Kila kipindi huleta mabadiliko makubwa. Mtu hubadilika kutokana na hali moja ya kiroho hadi nyingine. Mtakatifu Gaspari anasema kwamba damu ya Kristo na kazi ya Roho hufanya ulimwengu utikisike ili kuamsha rehema na wokovu. Mtakatifu Gaspari alieleza kwamba Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa hatua, na kila kazi huleta mabadiliko makubwa. Maandiko matakatifu yanathibitisha haya. Mfano, kipindi cha Pentekoste, unabii wa Ezekieli na mafundisho ya Yesu. Mtakatifu Gaspari anaposema Roho pia ina vipindi vyake, na kutoka kimoja hadi kingine kuna mtikisiko, ni tafsiri ya kiroho kwamba maisha ya imani hubadilika kwa nguvu ya Roho, na kila mabadiliko huleta uhai mpya katika maisha. Mtikisiko ni ishara ya mabadiliko. Maandiko matakatifu yanasema, na ghafla kukawa na sauti kutoka mbinguni kama upepo wa nguvu ukivuma. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 2. Huu ulikuwa ni mtikisiko wa Pentekoste, na hivyo ulikuja kwa lengo la kuleta mabadiliko. Mtikisiko wa kiroho ni dalili ya kwamba Mungu anabadilisha hali ya mtu kutoka giza hadi nuru, kutoka udhaifu hadi nguvu. Mtakatifu Gaspari anaposema damu ya Kristo ndiyo chanzo cha wokovu na nguvu ya Roho. Kila kipindi cha Roho huambatana na kumbukumbu ya damu ya Kristo inayotikisa mioyo na kuleta upyaisho. Usishangae unapopitia mtikisiko wa kiroho, ili Roho Mtakatifu akikupeleka hatua mpya. Vipindi vya Roho ni safari ya kukua kutoka toba kwenda imani na hatimaye utakatifu. Mtikisiko ni ushuhuda kwamba Mungu yupo kazini ndani yako. Hivyo tunapaswa tutambue kwamba Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa nyakati na hatua, na kila hatua huleta mabadiliko makubwa. Mtakatifu Gaspari aliona haya kama matunda ya damu ya Kristo. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Anton Felix Pastori, wa misionari wa shirika la damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.